Leo watu hawa wanakwenda kushindana kupiga penalty. Je, ni goalkeeper ataonyesha uwezo wake au ni mfungaji ataonyesha kwamba yeye anajua kupiga penalty nzuri zaidi? Atakayeibuka mshindi ni atakayefunga penalty nyingi au goalkeeper kama atataka penalty nyingi zaidi? Kwa unasema wewe ni bora kuliko wapigaji? Kuliko Diara. 5 unakwenda kupiga, goalkeeper anachukua ngapi au unafunga ngapi? Mpaka asubuhi nafunga. Unafunga mpaka asubuhi. Kwa hiyo nataka kusema goalkeeper hadaki hata moja. Hata moja hadaki nyumba. Wewe unapiga penalty kama nani katika wachezaji wakubwa unaojua wanaopiga penalty nzuri? Wewe unapiga kama nani? Mbappe anakosaga lakini akosi sio kwa huyo. Pigwa. Ni goalkeeper au ni mfungaji? Amekosa. Unafunga ngapi? Zote. Zote namfunga. Ulaya kule nani kwenye penalty unamkubali au unapiga design ya nani huko? Mimi napiga kama Pogba. Pogba. Pogba ni hatari sana. Pogba. Mimi namfunga zote. Katika Ulaya au Tanzania ni mpigaji penalty gani wewe unamkubali kabisa yani? Haula. Haula? Kwa hiyo unakwenda kupiga kama yeye? Noma. Hebu tuonyeshe ndoto zake zile. Penalty zimeshapigwa 3 mpaka sasa hivi. Goalkeeper amedaka penalty moja imekoswa, moja imepatikana. Penalty ya pili unakwenda kupiga. Penalty ya kwanza Mbappe ulikosa. Unamsemiaje kwenye penalty ya pili? Penalty ya pili? Siongei sana mwana. Unajua ile. Unaubusu mpira kama wanavyofanya wenzako kabla hajapiga penalty ili wapate? Ya. Goalkeeper unasemaje? Uko tayari unadaka hii? Umeshadaka moja tu lakini mpaka sasa hivi unaokota. Tunakwenda. Penalty ya kwanza alipata. Je, na penalty hii atapata au goalkeeper ameshajua sehemu wanakopiga? Anajiandaa kupiga penalty. Aula anakwenda kupiga penalty ya pili. Penalty ya kwanza alikosa, goalkeeper alidaka kama nyani. Sasa anakwenda kupiga penalty ya pili. Je, sasa hivi itakuwa ni yeye au ni goalkeeper? Goalkeeper yuko tayari, amesema hii pia anaificha. Aula, unasemaje? Anaweka kamba. Unaweka kamba hii? Goalkeeper amesema anaificha. Kamba hii njoo. Haya, twende tuangalie. Ilikuwa ni penalty rahisi kabisa, ila goalkeeper ameshindwa kudaka. Mbappe anakwenda kupiga penalty yake ya mwisho. Ameshapiga penalty 2, amekosa moja, amepata moja. Ila goalkeeper amesema hii penalty ya mwisho anakwenda kuificha. Je, ni Mbappe au ni goalkeeper? Goalkeeper anasema yeye ni Hispania, Mbappe anasema yeye ni Ufaransa. Tuangalie, je, ni Ufaransa au Spain watakwenda kuonyesha ndoto zao. Mbappe Sasa ni zamu ya Pogba, anakwenda kupiga penalty yake ya mwisho. Ila katika mchezo huu Pogba ndio penalty zake zote kipa amepotea. Je, penalty hii kipa amesema anakwenda kumuonyesha kwamba Pogba si kitu si chochote. Je, kipa ataificha penalty? Penalty yake ya mwisho. Anafanya mazoezi pale, ananyosha viungo kabisa, amejiandaa. Aula anakwenda kupiga pale penalty.
Kipa amedaka. Pogba, babu, tuambie penalti hii unakwenda kuipiga kwa mtindo gani? Maana tumeona katika hapa wewe ndio unapiga penalti nzuri ambayo golikipa anabaki akiwa anashangaa. Hii ni penalti au ni faulu? Hebu tuambie hii unaipigaje hii? Hii nitakwenda kumchambua kidogo nimwangalie uwezo wake. Ngumu kwanza, penalti ngumu kuliko penalti zote alizopiga Asante Oula. Kaniburuzia chini kama nauchukua nimeukosa. Hiyo ni penalti moja ngumu sana. Lakini niliwaahidi nitachukua penalti 6. Bahati mbaya imetokea. Nimechukua penalti 3. Na penalti rahisi kuliko yote ilikuwa ni ipi? Penalti rahisi kuliko yote. Penalti rahisi ya mwisho unaodaka hii hapa hii. Au nipiga bwana Pogba. Hii nikaona kabisa kwanza nilimwangalia usoni kwake bwana Pogba. Nikaona kabisa hii penalti ananipeleka sehemu gani? Kwa sababu macho yake yalielekezea sehemu anapenda kupiga ile penalti. Kwa hiyo ikawa nyepesi kwangu, nikapress tu ikawa safi. Nikaweka goli salama. Ukiwaambia uwape neno moja wapigaji waliokosa penalti, utawaambia neno gani? Sio wabaya. Sio wabaya, wamepiga vizuri, sema target tu. Kama bwana Mbappe kagongesha miwili mwamba, sio mpigaji mbaya, kapiga vizuri mipira yake, lakini target ndo alikosa target tu. Na ukiambia uwape neno moja wapigaji waliokufunga tena kwa kukutesa, wewe kuruka kushoto mpira kuruka kulia. Asante Oula. Asante Oula mzee, lakini bado yuko vizuri. Asante Oula. Pogba ndio ameonekana ni fundi wa kupiga penalti. Katika penalti zako tulikuwa tunamuona kipa anaruka kushoto, mpira anapiga kulia. Ulikuwa unaenda kama Kibruno inakataa, lakini tunaona anakuja ile mpira wa Ufaransa Pogba kabisa. Hebu tuambie siri ya mafanikio, ni kitu gani kimekufanya ukashinda penalti zile? Ni kipaji tu. Ni kipaji tu. Zamani tulikuwa tukicheza mpaka sasa hivi basi imekuwa hivyo. Ni kipaji. Au unaona kipa alikuwa mzembe sana, alikuwa anakuachia penalti zako? Hakuna. Kipa mzuri, sio mbaya. Wewe ukiambia useme neno moja kwa kipa utamwambia nini? Kipa afanye mazoezi sana, anakuwa anapata kipaji vizuri sana. Wapi unaona alikuwa anazembea kipa? Kuna upande wa mipira ya chini ndio mbovu zaidi. Na ndio fursa hiyo kusababisha ukashinda. Maybe ulijua kabisa ni mbovu mpira ya chini ukaanza kupiga ya chini. Hapana. Mimi nilikuwa nataka niangalie uwezo wake uko vipi, ndio maana nilikuwa nampelekea mpira ya juu. Unajua? Walikuwa washiriki wetu kwenye upande wa penati, ambako mshindi kwenye upande wa penati amekuwa goalkeeper ambaye amedaka penati 3, na mshindi kwenye upande wa wapigaji alikuwa ni Pogba, wanamuita Mfaransa, ambaye alikuwa hamchekei kipa. Amehakikisha anamtesa kipa anaruka kulia, mpira unapiga kushoto. Hapa niko na washiriki wote. Mnaonaje zoezi la penati? Turudie? Mapema. Sawa. Turudie. Kama rudie. Kipa tukirudia unadaka ngapi? Sasa kwa muda huu, kwa sababu kila mpigaji nimeona upigaji wake, nimeona uzoefu wake, naweza sasa nikachukua hata zote. Ukachukua zote. Pogba tukirudia unapata ngapi katika penalti 10? Huyu sasa safari simwachi bwana. Una uwezo wake. Safari simwachi. Au ambaye anaonekana kipa amekusifia na amesema katika watu waliomtesa wewe, tukirudia unapata ngapi? Napiga zote. Unapiga zote. Zote 3 nikipata 4 zote naweka.